Pasipo vitu vitatu mwanadamu hawezi kufunuliwa katika ulimwengu wa mwili. Mtu wa Mungu, nakukaribisha tujifunze kwa pamoja vitu vitatu ambavyo vinasababisha uwepo wa mwanadamu katika dunia hii. Kitu cha kwanza ni roho, na kitu cha pili ni nafsi, na kitu cha tatu ni mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana tukiona katika uumbaji, katika kitabu cha Mwanzo, tunaona kwamba Mungu alianza kumuumba mwanadamu kama roho. Pia akamuumba mwanadamu, akamfanya kwa udongo, kwa mavumbi, lakini akampulizia nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kuweka mtiririko wa kuanzia roho, nafsi na mwili kwa sababu hii. Roho ndio ambayo ina uwezo wa kuwasiliana na Mungu, sio nafsi wala sio mwili. Roho ndio ambayo ina uwezo wa kumwabudu Mungu. Ndio maana anasema kwamba wamwabuduo halisi watamwabudu yeye katika roho na kweli. Ni kwa sababu nafsi zetu na miili yetu haina uwezo wa kumwabudu huyu Mungu. Kwa hiyo Mungu anaongea na roho zetu, Mungu anawasiliana na roho zetu, Mungu anatufikia kupitia roho zetu na sio nafsi au miili yetu. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kuhakikisha kwamba roho yako inakuwa active, roho yako inakuwa karibu na Mungu zaidi, roho yako inamsikiliza Mungu na kumtii Mungu ili usiweze kupotea. Ukiruhusu mwili wako ndio ukuongoze, maana yake itakuwa ni rahisi sana kupotea, kwa sababu mwili umejaa tamaa. Unatazama vitu vya muda mfupi tu, vitu ambavyo vinaharibika. Unataka raha tu za muda mfupi pasipo kujali madhara ambayo unaweza ukayapata kwa muda mrefu sana. Ndio maana ni muhimu kufuata roho ili tusipotee kuliko kufuata mwili tukaweza kuangamia. Mfano mzuri nitaka nikupatie kwenye upande wa gari. Tatoa mfano kwamba GPS ni mfano wa roho ambao ni roho ya mwanadamu, lakini nafsi ni dereva, na tatu, gari ni mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Gari ni mwili, nafsi ni dereva, na roho ni GPS. GPS ndio ambayo inapokea taarifa za location, inatuma taarifa za location, inakuelekeza unatakiwa uende wapi, inakuonyesha uko wapi na unatakiwa uende wapi. Kwa hiyo nafsi ambaye ni dereva akiwa makini kuisikiliza roho ambayo ni GPS kwamba imepokea taarifa kwamba sasa hivi iko wapi na inatakiwa kwenda wapi, dereva ni rahisi kufika sehemu salama pasipo kupotea. Lakini dereva akireject, akikataa kusikiliza roho inasema yuko wapi na anatakiwa kwenda wapi, akaamua kufuata tu gari kama ninakotaka ambao ni mwili, maana yake automatically atajikuta kwamba amepotea, ameenda sehemu ambayo sio sahihi. Vivyo hivyo kwetu sisi wanadamu, tusiposikiliza roho zetu, tusipomsikiliza Mungu, tukafuata tamaa zetu za mwili ambazo zinataka tu vitu pasipo kujali mahusiano bora na Mungu, maana yake tutapotea na kuangamia. Ndio maana ni muhimu sana kumpokea Yesu Kristo, tuwe na Roho Mtakatifu na Roho wa Mungu atuongoze, na ndio maana imeandikwa wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo ni lazima sisi ambao tumempokea Yesu Kristo tumruhusu Roho wa Mungu ayaongoze maisha yetu siku zote za maisha yetu ili tusipotee. Mtu wa Mungu, barikiwe na uwe na wakati mwema.